Moto wapa sasa. Tupo China kama kawa. Kwa wazee kifinya kwa sababu ya ndo torati yao, mila na desturi zao. Kipondo wazee wa martial arts. Oti na bongo kumzee tunalogana. Ya ndo torati yetu mzuri, mwekea mwenzako redio tumboni. Si shuli. Sasa katika sehemu ya kwanza, wanakwambia ni miaka mingi sana iliweza kupita ndani ya nasaba ya Ming. Kulikopo na ufalme mkubwa uliokusanya nguvu kwa sababu ya kuhakikisha kwamba wananyang'anya kila kitu. Alikuwepo inuchi mmoja alikuwa akiweza kumuita Wei. Yeye pamoja na mawaziri aliweza kusimamia kiti hicho cha kifalme kwa imani moja kwamba kila kitu kwake kinawezekana. Alikuwa akiweza kuua raia sokopo na hatia, kitendo ambacho hata majeshi pia waliogopa, lakini waliofia kuzungumza kwa sababu ingeleza kuwa ni hatari juu ya maisha yao. Walimheshimu sana mtu huyo, alikuwa akiweza kumuita Inuchi Wei, ambaye alikuwa ni mtu wa pekee sana, alikuwa akiweza kuaminika na mfalme, lakini alihitaji madaraka makubwa kwake. Wei Zongxian ndio jina lake, kwa hiyo alipewa heshima asubuhi hiyo na wananchi wote ambao wanaishi kwa sheria yake kali na nguvu ya unyang'anyi aliweza kuipata. Sasa ndio amekamata mamlaka kama vile rais, lakini yeye ni Inuchi. Yote ni kama utangulizi tu wa majina ya washirika akiwa anaweza kupita. Lakini nimekwambia hii hapa ni sehemu ya kwanza. Kutakuwa na matatizo kidogo tu ya sauti kuweza kukata, lakini hakuna shida kwa sababu ina translate. Tutakwenda freshi na mambo yatakuwa poa kabisa. Kazi ni kwako, tege sikio, tupa macho mbele. Upo na The King, hakuna kinachoharibika hapa. Haya sasa, bado ni sehemu ya kwanza, lakini mashine mnakwambia wanaita The Ming Dynastic Assassin, yani magaidi wanasaba ya Ming. Yes, ni sehemu ya kwanza. Baada ya kupata historia kamili kwa ufupi, Inuchi anaweza kumuita Wei, mambo aliweza kuyafanya na mfalme alikuwa ajui. Leo siku kuna waziri mmoja alikuwa na msafara mkubwa sana, akiwa na vijana hatari watatu walikuwa kiweza kumlinda pamoja na vijakazi kadhaa mtumiaji wa mishale. Alikuwepo na barua ya siri na kuna mali alikuwa anahitaji kuipeleka. Aliwaambia vijana inabidi muweze kufanya haraka. Kina alimwambia mheshimiwa, lazima tuweze kuwa makini kwa sababu usiku mauaji mengi yanakuwa kiweza kutokea. Ambe nyinyi watatu mmeweza kunisaidia sana. Leo usiku nakwenda kumwona mfalme. Na ushahidi wote ni kwamba nitamuonyesha mfalme ili aweze kutuhukumu kwa Wei Zongxian, huyu ambaye ni Inuchi, aweze kuwao kwa madhambi anaweza kuatenda. Sawa mheshimiwa, tutatia amri yako. Lakini wakati tunasonga mbele, kuna mtu mmoja alionekana amesimama. Baba, kuna kisanga katinga upipi. Mheshimiwa, kuna mtu mbele, kaambia msena wasiwasi ashambulika, tupo mishale. Ilimkita mtu huyu, lakini hakuanguka wala kutikisika. Wapambe wakaenda kwa sababu ya kuangalia. Wanastajabia kwamba wameweza kumuua madam kimakosa. Mheshimiwa, tumemuua madam kimakosa. I say, akaona upuuzi gani huu? Madam, lazima Inuchi Wei atakuwa ameweza kunichezea mchezo. Msaliti mkubwa. Mimi nitaonekana kama waziri msaliti. Ghafla kumbe binti alikuwa sio marehemu baba. Angalia shughuli hapo kati. Tembeza panga kama ana akili zote. Waziri kabidi kujikataa. Kumbe ni magaidi katumiwa. Yeye hakufahamu. Kini ana vijana watatu ambaye wanaamini sana unamlinda. Sasa ndo magaidi, kuna magaidi watatu wa kike ni hatari sana. Tupoza. Baba kapangua. Wapeli huyu hapa. Ebo. Kibo chande. Nyese peni mimi nitafuata muda si mrefu. Ondokeni na mheshimiwa hapa. Hiyo barua siri ina issue gani? Nafikiri nijua maovu inocheleza kufanya yote. Wei Zongxian. Mkongoto ukaanza kutembea baba. Kati ya mabinti watatu kila mmoja na ujuzi wake. Kuna mtu anatumia mishale vibaya mno. Anacheza na panga, kuna mwingine anacheza na hiyo zana. Mheshimiwa nasema nimechoka, tuwezi kukimbia namna hii, inabidi niweze kupumzika kidogo. Hao ni magaidi wametumwa kwa sababu ya kuweza kuangamiza. Tupo mshale. Na baba kaona. Inabidi muweze kwenda ndani mkajifiche. Huyu mimi nitapambana naye. Mtoto wa kike anacheza na aro kama ana akili zote. Baba kamfuata huko huko.
Hizi njemba tatu ni hatari. Lakini sasa mziki wa mabinti watatu inaonekana ni special ndani ya Ming. Taifa lilikuwa kiweza kuendesha kibepari sana. Watu walikuwa ni ongo, kila mmoja alihitaji madaraka. Haikufahamika mfalme ni nani, lakini mfalme alisimama na jina moja tu. La Wei Zongjian. Huyo ndo anafahamika kama mfalme. Jamaa kakoma. Bwana. Binti kwanza kasogezwa moja. Haha. Leo kuna kasheshi. Cheki jamaa anavyokataa mishale. Hapa na hapa. Binti anaileta moto moto, jamaa yuko naye. Toba. Hello. Ni shida. Hello. Hatari tupu. Misa kimoja umekwenda na maji. Hapo sasa. Kapewa. Nyingine. Finish. Kimya. Pigwa mishale mitatu chap chap. Una anarukaruka na stiki. Mystic. Alimalizwa pale pale. Sasa bado mmoja alikomaa huko. Moto ni mzito. Na binti hakufanya kosa. Kata macho. Kita kitu kwa Romeo. Biashara imesha. Waziri alivyoweza kuona vile akajua mama ni balai. Sasa nimebaki mimi, itakuwaje? Kwa usalama wako nipatie hiyo barua ya siri kama unataka kuishi. Ambia sintojali kwa lolote. Nataka kuweza kuelewa tu kitu kimoja, kwamba ndani ya eneo la Ming hii nasaba ya Ming tunasambaratishwa na Mainuchi. Nasaba ya Ming inasambaratishwa na Mainuchi. Watu wanaaminika sana na mfalme. Ling, jiangalie. Sawa, mabinti watatu kila mmoja ana wivu wa kuhitaji kuweza kuwa top. Anambia huu ni kwa sababu ya mchango wangu ndio maana amefikia hapa. Anambia cha upumbavu wewe mwanamke kicha. Usitaki kuweza kujiona kwamba wewe ndio uko juu kuliko sisi, uweze kupata sifa kwa mheshimiwa kuliko sisi. Sasa nataka kuweza kuwa wa kwanza kukamata ile barua. Sasa mheshimiwa Weng, vipi hao wanawake wanafanya nini? Akaambia waache wanawake wacheze nyumbani. Anataka kuangalia mpambano. Acha wacheze nyumbani, kuna shida. Wewe ndio unamuita Wei Zongjian. Na hiyo ndo sura yake. Kabla hajasepa waziri anakutana kitu nzito. Hapa mabinti kuna Ying, kuna Ling, kuna NF, kuna Leng. Kama ni hiyo barua mnaitaka poa chukueni, lakini hiyo ni copy. Original iko sehemu ya usalama na muda si mrefu, eza sasa ama baada itafika kwa mfalme na atajua kila kitu. La sivyo mweze kumuondoa huyu mpumbavu, anaweza kumuita Wei, alafu tufe pamoja. Kakatwa shingo pale pale kwa upuzi. Anaweza kuzungumza kwamba Wei au wawe alafu watu waweze kufa pamoja. Anasema mawaziri ambaye ni wasaliti hatu tumeshaweza kuondosha. Ina maana kwamba naye Dongchang yale magonjwa yote ambayo ilikuwa hayafi basi atakwisha kufa kwa ugaidi uliweza kufanyika na mabinti watatu, ikiwemo ni Ling, Leng pamoja na Ying. Mtakavyoendelea kuweza kufanya kazi upande wa Wei, mtalipwa kiasi kikubwa sana zaidi ya hapo. Leo mmeweza kuleta barua ambayo ni copy ya ile barua original sisi tulikuwa tukiweza kuhitaji. Kama ikiweza kupatikana makomba, kutakopo na matatizo makubwa sana kwa upande wetu. Sasa nyinyi watatu mimi nataka niweze kuwapa kazi moja. Atakaweza kunipatia barua original ya siri, basi copy original hiyo barua siri atakaweza kuniletea, nitamlipa mshahara mkubwa mara mbili ya. Na sifa yake itakopo ni kubwa sana kwa upande wangu. Kwa hiyo ni kazi waliweza kupewa kupeleleza ndani ya Dongcheng nzima kujua barua siri original iko sehemu gani. Na dogo yuko hapa katika ile eneo anapokea wateja. Huyu jamaa alikuwa anataka chumba, lakini huyu jamaa kuna vidani alikuwa navyo. Anataka chumba cha bei ghali kizuri kenye kila kitu. Dogo akawa anamuonyesha mazingira, ventilation iko poa, mwanga wa jua, vitambaa vya silki hivi. Kuna chai safi hapa. Hii ni kwa sababu yako. Ni mama. Mbona harufu yake? Hapa masaa 22 masaa 12 unapata maji ya moto. Kuna vitu vingi tu viko hapa.
Anapa unauliza maswali tena kwa nini spy? 隔壁街春香楼的姑娘就 Kila kitu kiko hapa yani. Hapa jamaa wangu ni kwamba una bahati sana. Sasa vipi kuhusiana na mademu? Wifi ndo nini? 洋人培养的新品种性。 Sasa ikabidi kuweza kumwambia kwa lugha za kigeni kwamba anachomaanisha ni kwamba anataka wanawake wa kulala na jamaa akaambia hatuna. Basi mimi naondoka hapa. Kaambia poa, kuna hoteli nyingine hapa katika ile eneo zaidi hapa. Sasa uondoke, usiondoke utajiji wewe mwenyewe. 红烧肉 Akaendelea na duma zake. Duma yako ya baba, chombo chako nitakurudishia kesho. Ngoja wewe, chombo utarudishaje kesho? Hapa sheria ni kulipa kwanza ndipo uweze kuondoka na msosi na chombo. Nimekwambia nitakulipa. Hakuna cha maswali. Sheria uioni pale. Tusheka sheria kwamba hakuna bili hapa. Unalipa kesho unasepa. 从容一下。 Jamangu sikiliza. Mke wangu najua amechoka sana. Kwa acha ni mke wako unamthamini sana. Sasa unaonaje mimi nikasema kwamba labda katika issue ya msosi umlete mke wako nilale naye kwanza, alafu ndipo umpelekee msosi. Au uje kumchukua kesho kama mimi nitakavyoweza kuniletea hiyo sahani yangu kesho. Akaambia cha upuuzi, unafika mbali. Kamata pesa yako hii hapa. Babu kubwa. Mbona kwenda poa namna hiyo? Kila kitu simple. Wedogo vipi nani kakwambia unywe pombe? 让你喝它的。 Prince. Anasema ilikuwa imekaa hapa haijashikwa na mtu yote kwenye dawati. Sasa mimi nikaamua kuitandika. Kumbe kanywa pombe anajua amekunywa maji. Mama yake kaja huko. Zaubao katandika pombe amekata moto jamaa ikabidi kuweza kuficha ile chupa pombe. Umemfanya nini mwanangu wewe? 你们这里才这么一会儿功夫，怎么？ Wanamuita Buziao. Liu Buziao. Anaambia mimi nikuulize wewe. 你呢？ 我 Sifahamu chochote. Sasa mama anashangaa mwanae kaja hapa mapema tu. Na Buziao ndo alikuwepo naye. Kilichomfanya kalala nini? Wewe nenda kamfanyisha mazoezi atakuwa poa. Unamfanya mtoto anakuwa lezi sana. 不好是娘的错啊！我们回家了啊！ Mama akaondoka na msalaba wake, mtoto katandika pombe. Wateja ni wengi wanazidi kuweza kumiminika hapa. Hii sehemu inamilikiwa na binti mmoja. Ambaye binti anamuitaga dada, lakini binti anampenda sana, mtaalamu anaweza kumuita Buziao, Lei Buziao, ambaye yeye anamuita Landlady. Yaani binti ambaye anamiliki ardhi hapa. Jina lake tulifahamu mbeleni. Jamaa wakatimba hapa ino Dongchang. Ama binti watatu wanafukuzia game kwa ukaribu kumpata informer atakayeweza kuwapatia barua ya siri original ndani ya Dongchang. Kama alivyoweza kupata maelezo kwamba hapa katika hotel inabidi tuweze kumake deal usiku na wewe ndio utabidi uweze kwenda. 今晚可别再放冷箭阴我们了。 Tutakavyoweza kucheza mchezo na kuweza kuweka ukaribu na watu wao, tutaweza kujua kwamba barua ya siri iko sehemu gani. Sababu tumesikia kwamba kuna mainformer ambao ndio wanayo hiyo barua ya siri. Sasa kwa bishana. 你干什么？你 Huyu akitaka kuweza kukupewa sifa zote, anamletea noma mpaka mwenzake. 疯了！我 Unajua ni kichaa, naambia sio kichaa. Nilishaweza kujitoa sadaka kwa miaka mingi kwa sababu ya Dongchang. Lakini kwa nini hampendi? Hasa wewe Ling. 我入东厂的时候， Toka umekuja hapa Dongchang, kila kitu uliamua kuweza kukisambaratishia mbali. Ukasema utafutilia mbali kila kitu. Lakini hilo jabali unatembea nalo tu kila wakati. Lina faida gani? Anaambia sikiliza. Usije ukaweza kuzungumzia chochote kuhusiana na hichi kidani cha Jade. Sintokuwa na msamaha na wewe, bali nitakufanya uparalyze. Zama wanasema kwamba walivyoweza kujiunga na kuweza kufanya kazi ya ugaidi. Past mambo yote yaliweza kupita nyuma, waliamua kuweza kufutilia mbali. Kwamba watafanya ugaidi katika maisha yao yote kwa kuweza kumtumikia babu wao wanavyoweza kumuita ni babu Inuchi Wei. 你那玉佩 Lakini kweli Sister Ling, nakuelewa sana. Ila vipi kuhusiana hicho kidani? Umepewa na mpenzi wako utotoni au inakuwa vipi? Anambia hata sikumbuki. Kile kidani Buziao na kidani kama kile. Kiko nusu. Ema kaambia sasa inabidi uweze kuonyesha msosi wa maana kwetu. Wala. Alafu kingine njoo hapa. Tunahitaji chumba ambacho ni bora zaidi. 有啊， He? 给我们备一间上好的。 Nataka chumba bora zaidi. Mbona unazaro? Fanya nilivyoweza kukuambia tena haraka. 小哥， Huyu bwana kaambia samani. 好的，马上吧。 Wala hakuna shida. Poa poa, yeye aliongea vizuri tu. Ta. Dogo alikuwa akitumia kiburi. Mheshimiwa, kwa nini unakuwa mzuri sana kwa watu hapa mjini? Akaambia kuna kitu ambacho kifahamu kwa sababu ni kijana bado mdogo. Umri wako ni mdogo kwa ufahamu chochote. Sasa kuna tapeli kaingia hapa ameshatandika msozi kashiba. Baadaye anataka kufanya uchafu wake, akachukua tope kaeka kwenye wali, kachukua na mende kamweka kwenye kuku huko. Mudumu! 告诉我这是什么？ Hii nini? 这 Si chakula bora tumekitengeneza kwa sababu yako, na ni chakula bora kinachoweza kutumika hapa na wasomi kwa sababu ya starehe ndani ya Capital City. Anaambia cha upumbavu, maji mnachanganya na wine. Huku ukiangalia wali unaotope, kuku huyu kuna mende. Niwaeleweje? Anasema haiwezekani. Muite huyo landlady wako. 爱他。 Nataka niweze kuongea naye hapa. Kafungua sehemu hii na inampatia pesa na kuja kuweza kuuzia watu vitu vyakula vya ajabu ajabu ambavyo havina ubora. 特别贵。 Unataka si tuugue? Yeye atengeneza pesa, alafu anakuja kuuza vitu vya ajabu ajabu.
本来是我上 Yaani leo nimejifunza somo kubwa sana ndani ya Capital City katika maisha yangu yote. Sasa ndugu yangu, naweza nikasema kwamba sina bahati. 我几十两， Kama unao pesa mimi nitakusamehe. Nipe pesa nitakusamehe, kumbe nitapeli. La sivyo nitatuma watu waje kusambatisha hii hoteli yako. Mara kuna jamaa akaja akaambia yeyote atakayetupatia si pesa, tuko tayari kuweza kusambatisha hii hoteli hapa leo. 请好自为之。 Ambaye ajipendi ni bora ondoke, kama mtu hataki tabu asepe. He, hawa jamaa inaonekana wako siri baba. Kumbe nimesababisha matatizo, acha mimi nisepe. Wewe njoo hujanilipa. Kumbe hii hoteli ina bifu. Landlady, Li Buziao. 有什么 Mwite wewe mwanamke hapa. 他不在， Mwanamke yuko hapa, ni mwite ya nini? Anaambiwa ni mwanaharamu ni. Binti aliposikia ndani kwamba jamaa anaitwa mwanaharamu ilikuwa ni kosa. Watu walikula vibao sekunde. Yuko kwa mkali, unaweza kumuita Li Buziao. Toba. 上一个敢在老娘 Anasema mtu ambaye anamuita mtu huyu Li Buziao atakuwa ameweza kufanya kosa, kwa sababu nitambutua kupona kwake ni kwamba atasota hospitali ndani ya miezi kadhaa. Alafu wewe mpumbavu ambaye ndio kiongozi wewe, Bwana Liu. Wewe nakwambia utateseka, yani hospitali kupona ni mwaka utakaweza kufuata. Anaambia mpumbavu mkubwa. Hoteli yangu lisambatisha kwa maana hii. Ili wewe uuze mimi nisiuze. Dogo anataka kuingilia kati muziki. Alizuiwa na mheshimiwa. Kumbe watu sio wazembe. Watu walichapika. Bosi akaona meza iko wapi? Huyo ndo Li Buziao. Na mikwara ya Bruce. Kana shangaa, ina maana kwamba jamaa na nyie pia ni wataalamu wa kung fu. Wako vizuri. Acha mazoea, anamugemea nani? Yuko anko hapa. Anko kamato. Anko angalia. Kasaidiwa. Huyo anko inaonekana ni pombe muda wote tu, lakini muangalia alivyo huyo anko. Utamsoma tu vizuri baadaye. Anaonekana hata kuongea kwake ni tabu. Sasa wa chini ya meza akafatwa. 出来！ Joku. Ni aje? Njoo. Kuja hapa. Kuja hapa, unataka kuweza kusambatisha hoteli yangu? Pumbavu mkubwa wewe. Una adabu? Unajua sababu ya kuweza kufunga hoteli yako? Unauzia watu vyakula vya bei rahisi, unauzia gari. Vyakula havina mafuta ya kutosha, unauzia tu watu. Pumbavu mkubwa wewe. Na tatizo si kuweza kusambatisha hoteli yangu. Tatizo ni mtu anapoweza kumuita Li Buziao kwamba ni mwanaharamu. Yaani Li Buziao mwanaharamu? Hapa alipo huenda ana njaa. Mmesambatisha kila kitu. Mmeleta hasara kutosha. Baba akamwambia nitalipa kwa chochote kilichoweza kuharibika. Bibi akamwambia inabidi uweze kunipatia $300 ya vipande vya silver. Kama utaki basi nipatie 500 kabisa. Akamwambia kama ni 300 chukua hapa. Na upote. Bibi anapenda pesa huyu kuliko chochote. Ondoka! Jamaa akatimua mbio baada ya kula kipondo. Na binti pesa kaingiza. Hawajomba wamekaa zao tu hapa. Lakini kuna watu wawili wamekuja hapa, sasa sijajua, maana naona macho yao yote yako kwa dada yangu, sielewi. 好， Watimue. Wakafuata na kuomba samani 两位客官， kwamba huduma itakuwa imeweza kufikia hapa. 几天？ Kwa masuala ya modification itakuwa imeweza kuishia hapa. Mgenda katika hoteli nyingine. Landlady, ujuzi wako ni wa hali ya juu. Tutalipia juu ya vyumba vyote hapa. Lakini wakapewa kipande adhabu. Kufungwa mdomo. Vyumba vyote watalipia kuweza kukaa hapa. Na sababu kuweza kukaa hapa, kuna sababu iliwaleta wajamaa hapa. Karibisha chumba na hichi hapa. Buziao yuko pale. 客官早点休息， Nafikiri mtajipumzisha mapema tu. Lakini jina lako unaitwa nani samani? 在下 Mimi naitwa Li Buziao. 在下欧阳 Mimi naitwa Ouyang Han. 李健。 Huyu hapa ni kijana wangu. Wanamuita Jiandu. 需要尽管吩咐。 Okay, chochote ambacho mtakihitaji basi mtanijulisha. Na pia nafurahi kuweza kukutana nanyi. Kumbe hata kuwasikiliza wa jamaa wanaongea nini. 功夫再好， Hata inaonekana kumfu yao ni babu kubwa. 脑力的事情 Ni kwa watu wote wanaweza kuishi hapa mjini, akaambia kaa kimya na tusikilize. Sasa unapigwa kibao mbalimbali. Cheki mambo haya. Pigwa kwa au watu wachawi. Aliunga. 监督， Jiandu. 但年 Kiwasilia zaidi unatakiwa kuweza kuelewa kazi yako. Sio kila mmoja kaweza kufahamu kitambulisho chako kiko vipi. Kwa sababu itakuwa ni rahisi kuweza kutambua kwamba kilichotuleta hapa nini. 此次密会事关重大， Kikao kile maalum, yani cha binafsi, kilikuwa na maana kubwa sana. Watu wanatafuta njia kuweza kumdhibiti Wei ndani ya Dongcheng. Kwa hiyo ina maana kwamba atakapoweza kudhibitiwa, atakapoweza kupata baadhi ya wasomi ndani ya nasabu, wataweza kutusaidia juu ya issue.
ina maana kwamba makamanda wote walikuwa wakiweza kupewa amri, ama wale watumishi wote wa walinzi wa kifalme hawataweza kutia amri yake kama Inuchi Wei atakuwa ameshaweza kudhibitiwa. 那2个人 Anasema watu sio watu wa kawaida kabisa, usije ukaweza kwenda kule, maana utaweza kuwasha moto wewe mwenyewe binafsi. 小心引火烧身啊！ Hebu acha vyovyote takavyokuwa bwana. 你看起来 Hebu angalia, ukiangalia hii ni dhahabu kabisa. 让他们多住几天。 Sasa kama akiweza kukaa hapa kwa siku kadhaa, na maana kwamba maisha yetu tutaishi kama matajiri. Jamaa kilichomkuta anahisi wale watu sio watu wazuri kabisa. Anaambia hapa mjini niko mimi, wewe na mjomba. Ukimya unatokea wapi? 跟我 Kwa nini tuweze kuongeza watu wengine? Anaambia cha upumbavu. Kuna njia nyingi za kuhitaji kuweza kutafuta pesa. 哎，是 Lakini vipi kuhusiana na bosi Liu? 有长官 Maana lazima kwa hichi kilichoweza kutokea leo atakuwa na hasira na mimi tu. 想了没？ Kama una ndoto hizo, usiwe na ndoto ya kipumbavu kama hiyo. 放 Sasa hivi ni jambo la pekee la kuweza kwenda kusambaratisha ile hoteli ya Random. 别得 Tutakavyoweza kusambaratisha wateja wote kule, na maana kwamba watakereka, watakavyokimbia katika ile hoteli kutokana na ugomvi, na maana kwamba watakuja hapa kwetu. Sasa leo jamaa, kuna mgeni alifikia hapa, wakampokea. 后我必得胜。 Nitakuwa na nguvu pindi nitakavyoweza kumdhibiti mtu huyu, na wewe utakuwepo katika nafasi kubwa. Anaambia kama tutaweza kuishi leo usiku, kwa sababu tayari kuna magaidi kadhaa wameshaweza kutumwa hapa. Na mshale unakuja pale pale, ulizuiwa. Wale mabinti wametimba sasa. Mziki ni hatari. Jamaa, kuna tatu ilionekana. Buzia waliona ile tatu haraka haraka. Anko akakata moto. Ni nani alioingia hapa ijulikane. Mambo ikawa ni tight. Kozwa na mshale wa kwanza. Bwana. Luo Anko Liu. Dada yangu uko ndani, uko kwenye usalama. Anko akaona toba, ngoja mimi nigongi nilale hapa hapa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inakuaje? 你在找这个？